tunahitaji amani ndani ya taifa letu. Ndio maana tumekuja hapa leo na kampeni maalum ya kwenda kuelimisha vijana katika mikoa yote ya nchi yetu hii ya Tanzania, ambapo leo tutazungumza tu kwa uchache. Leo sitakuwa na mengi. Kikubwa siku ya leo tutawatajia akaunti namba zetu kwa wananchi wale wanaopenda amani, wafanya biashara na serikali pia mwenye uwezo wa kutuchangia kwa ajili ya kuzunguka mikoa. Kwanza ya mwanzo tunaanza na mikoa 15, baada ya hapo tutakuja kumalizia mikoa itakayobakia. Tunafanya haya kwa sababu tumeona kilichotokea mnamo Oktoba 29 kilikuwa sio kitu cha kiungwana kabisa, kilichofanywa na baadhi ya vijana ambao bahati mbaya wengine inawezekana ni wazalendo, walimezeshwa tu sumu kwa wakataka kuliharibu taifa lao. Sasa sisi tunataka kwenda kushindilia swala la uzalendo, ni jambo muhimu kwenye taifa. Tunataka tutembee, tutakuwa na wataalamu maalum, ushanifahamu, na maana tutaifikia mikoa yote, na maana ndani ya mkoa mmoja tutakuwa na watu wasiopungua 300, vijana 300. Wakiongezeka itakuwa sio mbaya, ila sisi tumeweka kila mkoa mmoja tutakuwa na watu 300, kwa sababu tumelenga kuwafikia vijana 5000 kwa awamu ya kwanza hii. Tumelenga kuwafikia vijana 5000 mpaka 4500. Kwa hiyo tunaenda sasa, kuna mengi, na hapa niwaambie tu ndugu zangu wananchi, ni kweli mnawezekana kuna baadhi ya watu wanatubeza. Tusiangalie jinsi wanavyotubeza, tufikirie siku 3 zile tulizokaa ndani mwisho saa 12. Je, zilikuwa ni siku sahihi? Makosa yaliyofanyika kama yaliyojitokeza tusije tukajaribu kuyarejea tena. Kwa sisi ambao tuko Dar es Salaam hapa tunajua kimbembe kilichotukuta. Wengine kula yetu mpaka tutoke nje tupate riziki. Kuna watu walidhidi kudhoofika, wagonjwa ile saa 12 mwisho ndani ile. Watu walidhidi kudhoofika, baadhi ya watu. Sasa hatuhitaji hii hali ijitokeze, maana kuna baadhi ya watu wamesema watawekeza kuhamasisha vijana kuendelea kufanya vurugu. Na sisi tunapingana na wale, tunataka tuwafate vijana. Hatutaki kila siku kukaa kwenye media kuanza kujibishana nao. Sasa hivi tunakwenda kwa vitendo, tunaenda kuwaona vijana wenzetu, tuwaambie umuhimu wa amani, umuhimu wa uzalendo, ambapo natumia fursa hii tena kuwaomba wananchi. Na waombeni sana, tuko chini ya miguu yenu wananchi wenzetu. Sisi ni Watanzania wenzenu. Tunaombeni support yenu, tunaombeni nguvu yenu, tunaombeni mchango yenu ili tuendelee kudumisha swala hili la amani. Taifa hili bila biashara ni kweli haliwezi kwenda, lakini wafanya biashara bila ya amani hakuna biashara itakayofanyika. Mwekezaji bila ya amani hakuna biashara ama uwekezaji utakaofanyika. Tunawaomba wafanya biashara. Wapo wakubwa hapa, yupo nani? Karibu kila GSM mtuone. Mwingine nani? Hata Modeuji tumtaje. Mzee wa Simba. Wote mtuone muhimu sana, na tuna account special. Na Awadhi wa Leki. Kwa sababu na wazungumza hawa wameathirika na wao na kile kilichotokea. Kama tukiangalia Leki ilichoma moto, watu wengi walichomoa vitu vyao moto. Sasa hatutaki kufikia huko. Tukisema sisi tukae kimya, jamani, ni hatari ya miaka ijayo. 2030 sio mbali, ni karibu tu. Tuombee yajitokeze tena, lakini na sisi tunataka tupambane sasa hivi kuhakikisha vijana hawatajitokeza, kwa sababu kila mkoa vijana 300, sio vijana wadogo. Na maana wao watakwenda kuwakilisha wenzao, na tutakuwa tunafanya utaratibu wa kurudi mara kwa mara. Kwa hiyo ndugu yetu GSM tunakuomba, Ghalib anaitwa Saidi Muhammad, ushanifahamu, tunakuomba. Ndugu yetu wa Leki pia tunakuomba, tunaombeni mchango wenu jamani, mtusaidie tuweze kuelimisha vijana. Vijana wengi inawezekana wanawalaumu viongozi wa serikali, ni kwa sababu uelewa ni mdogo, na kundi la watu la upotoshaji limekuwa na nguvu, kwa sababu kuna watu wanawekeza. Serikali, mnaposikia jambo hili, tunaombeni mchango wenu. Wafanyabiashara, mnaposikia jambo hili, wawekezaji wakubwa, tunaomba mchango wenu. Namtaja rafiki yangu mmoja hivi anaitwa Alim wa Property International. Pia tunakuomba, wewe lazima nimtaje, ni rafiki yangu wa karibu sana. Kina Skabas yuko na wengine Kigamboni kule. Ushanifahamu? Kwa tunaombeni mchango wenu. Mimi hapa moja kwa moja nitataja account number au nitaionyesha. Hii ni ya NMB. Hii account inasoma Joseph Yona and Kombo. Kwa sababu sisi hatuna taasisi. Tunakuja katika uhalisia. Hatuna taasisi, harakati zetu tumekuwa tukizifanya sisi wenyewe. Account number yetu inasoma Joseph Yona and Ahmed. Ushanifahamu?
Hapa inasema 24 51 00 65 66 4. Sisi ni Watanzania wa kawaida ambao tumeanza harakati za kuzungumza na Watanzania kuanzia masuala mazima haya ya tarehe 29 Oktoba. Tumeyazungumza sana. Kwa sasa tunaenda kuelimisha mikoani. Mikoa ambayo tutaanza nayo, nafikiri waandishi wa habari mnahitaji kujua. Kuna majiji kwa mfano Tanga. Kuna majiji kwa mfano Dar es Salaam. Dar es Salaam tunaweza tukaigawa hata mara tatu kwa sababu Dar es Salaam pamoja na ujiji wake lakini ni eneo nyeti sana katika nchi yetu. Kwa hiyo tunaweza tukaligawa hata mara tatu: Kinondoni, Ilala na Temeke. Lakini vile vile kuna majiji kama Dodoma, kuna majiji kama Mwanza, kuna majiji ya Arusha, kuna jiji la Mbeya. Hayo ni majiji 6 plus Dar es Salaam tutaigawa mara tatu. Lakini vile vile tutaenda kwenye baadhi ya manispaa, sehemu mikoa 15 ambayo tutaanza nayo ni kwa sababu ya unyeti wake. Kuna sehemu moja kule kanda ya Ziwa kule, mnajua Tarime kule. Lazima tuende tukazungumze na vijana wa Tarime. Ni sehemu nyeti nayo ambayo ni kanda maalum, lazima tukazungumze. Bahati nzuri mimi ni mtu wa huko. Kwa hiyo nitaenda kuzungumza na vijana wa kanda ya Ziwa vizuri kabisa. Lengo letu kubwa ni kutoa hamasa kwa vijana waanze kuingia kwenye uchumi wao, ambayo uchumi mnaoona upo Tanzania. Dr. Samia Suluhu Hassan rais wetu anajitahidi sana kutoa fursa za vijana.